Naam, kwenye line ya simu tuko na afisa habari wa shirikisho la kandanda nchini Clifford Malion Ndimbo. Atupe elimu kidogo kuhusiana na kile ambacho hapo jana wamekiweka wazi kuhusiana na vilabu, baadhi ya vilabu ambavyo havijakamilisha mfumo wa usajili ama havijakamilisha usajili katika mfumo maalum, na atakata kiu ya maswali ya baadhi ya watu ambao walikuwa wanauliza hapo jana. Mkushi, habari yako? Salama, habari yako kwa Jadu? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sio wewe? Salama kabisa, Mungu ni mwema. Sawa. Hapo jana baada ya barua kutoka na kuonyesha zaidi ya vilabu 13 kama ni kwa sahihi, vikiwa bado havijakamilisha utaratibu wa mfumo wa usajili, maswali nimeona yamekuwa mengi kwa sasa kwa wale ambao wameshaanza kuona vilabu vyao vikitambulisha nyota kadha wa kadha kwenye usajili kwenye dirisha hili, wakisema kwamba 13 Jadu unazungumzia kwenye NBC Premier League pekee. Yes, NBC Premier League pekee. Ndio. Maswali yalikuwa mengi hasa upande wa NBC Premier League, wakisema kwamba mbona tayari tunaona vilabu vyetu vinatambulisha wachezaji na huku TFF wanasema kwamba usajili hawajakamilisha. Wewe mwenye Jadu hapo umetumia neno kutambulisha wachezaji. Naam. Haujasema kusajili wachezaji. Kwa hiyo tayari tofauti umeshaiona hapo kwamba kuna kumtambulisha mchezaji, lakini kuna kufanya usajili wa mchezaji na kuna kuingia mkataba na mchezaji. Hivyo ni vitu vitatu tofauti kabisa. Kwa maana kwamba tulichozungumza jana sisi tumezungumza kuhusiana na usajili. Usajili unafanyika kwenye mfumo wa FIFA Connect. Sisi kwetu hatuzungumzii swala la mkataba umeingia na nani au umemtambulisha nani. Sisi kwetu tunazungumzia usajili, na ndio maana katika taarifa yetu ambayo tumeitoa jana tumezungumzia usajili kwa klabu za ligi kuu ya NBC Championship, First League, lakini pia na kwenye ligi kuu ya wanawake. Maana yake ni kwamba unapoingia mkataba na mchezaji na ukamtambulisha, sisi hatuna tatizo na hilo, na wala hatuwezi kumzuia mtu kumtambulisha mtu wala kuingia mkataba na mtu. Sisi shida yetu inakuja kwenye kumsajili mchezaji. Okay. Mchezaji anasajiliwa kwenye mfumo wa FIFA Connect. Ili mchezaji acheze, manake ni lazima ufanye usajili wa kwenye mfumo. Kwa mfano, unaweza kuingia mkataba leo na mchezaji X na ukamtambulisha mchezaji X, lakini usipomuingiza kwenye mfumo, manake mchezaji huyo hawezi kucheza katika shindano lolote kupitia kwenye timu yako licha wewe kumtambulisha. Yes. Unless iwe ni shindano ambalo halihitaji mchezaji kupata leseni, yani linakuwa ni shindano tu la kawaida ambalo halihitaji hizo process nyingine zote. Kwa hiyo manake usajili ndio jambo la msingi na ambalo tumelisema jana, na ndio maana tunawakumbusha au tunazikumbusha club kila wakati, kwa sababu dirisha linapofungwa manake ni kwamba mchezaji ambaye hajaingia kwenye mfumo, kwa maana ya hajasajiliwa, manake hawezi kutumika. Sawa sawa. Hata kama umeingia mkataba na mchezaji na umemtambulisha, lakini kama haujamsajili, manake ni kwamba hawezi kutumika. Na hii ni kujaribu tu kuwakumbusha, ijapo bila shaka kila timu inafahamu majukumu yake kwamba lazima iwaweke wachezaji kwenye mfumo huu wa FIFA Connect, kwamba dirisha litakapofungwa basi hakutakuwa na muda wa nyongeza, licha ya muda kuwa mfupi pia. Of course, na ndio maana kila timu inatakiwa kuwa na mtu anaitwa TMS manager. Okay. TMS manager yeye ndo ambaye anashughulika na kuingia kwenye mtandao kwa ajili ya kusajili mchezaji. Lakini kwa kwenda mbali zaidi, tumekuwa tunasaidia pale ambako zinatokea changamoto zozote kwa hao TMS manager kwa ajili ya usajili. Na ndio maana hata kwenye taarifa zetu tunasema kwamba ukipata changamoto yoyote, wasiliana na TFF ili iweze kukusaidia kuondoa hiyo changamoto yako kabla ya kufungwa kwa hilo dirisha, kwa sababu dirisha likishafungwa manake ni kwamba hauwezi kusajili mchezaji, na manake ni kwamba inakuwa ni changamoto hata kwetu kuweza
kufanya huo msaada. Ndio maana tuna wakumbusha kwamba wafanye usajili kwa wakati pamoja na uhamisho, lakini pia vile vile kama kuna changamoto basi waweze kuwasiliana nasi ili tuweze kuwasaidia. Nia ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anafanya usajili wake mpaka pale dirisha ambako linakuwa limefungwa. Kwa hiyo bado naendelea kuwakumbusha kwamba kuna kuingia mkataba na mchezaji, kuna kumtambulisha mchezaji, lakini kuna kumsajili mchezaji. Kwa hiyo clubs zifanye usajili kwa wachezaji wao kabla ya dirisha kufungwa. Sawa. Nakushukuru sana, lakini kuna ile la mwisho hapa japo si kwa muhimu. Juzi nilikuwa nasikiliza moja ya radio, kuna mjadala ulikuwa unaendelea kuhusiana na hili issue ya usajili. Wakawa wanasema kwamba idadi ya wachezaji imeongezwa kufikia 40. Nilikuwa natamani kufahamu, je, kuna ukweli kwenye hiyo idadi ya wachezaji kusajiliwa kuongezwa, na kama kweli ukweli upo na ni kweli wote 40 kama wakisajiliwa watatumika? Nimegundua kwamba media nyingi, sio zote, media nyingi hazifuatilii masuala mengi sana kwenye mpira wa miguu, lakini wanapokaa kwenye vyombo vyao wanazungumza hata vitu ambavyo hawavijui kwa namna moja ama nyingine. Angalau wewe umeweza kupiga simu uweze kulifahamu hili. Usajili wa wachezaji 40 wala haujaanza kwenye msimu huu. Usajili wa wachezaji 40 tayari ulishaanza kabla hata ya msimu huu. Kwa hiyo msimu huu ni kwa sababu tu pengine rais wa TFF Wallace Karia alilizungumza sehemu, kwa hiyo watu wakalichukua kama ni jambo jipya, lakini clubs zinajua kwamba usajili unafanyika wa wachezaji wangapi na sio kwenye msimu huu. Ni misimu kadhaa nyuma tayari ilishapita kwenye jambo hilo la kusajili wachezaji au kufikia 40, na ninakumbuka ilikuwa msimu ule ambako kulikuwa na janga lile la dunia la COVID, ndiko ambako swala hilo lilikuja la kusajili wachezaji 40, ambao maana yake ni kwamba unakuwa na kikosi kipana, hata kama utapata changamoto kwa baadhi ya wachezaji kupata matatizo hayo, basi unaweza ukawatumia au wachezaji wengine, kwa maana ya kwamba kuwa na kikosi kipana. Kwa hiyo haijaanza katika wakati huu. Ni sawa na jambo la Sabutano kwa mfano, ndio leo hii mtu mwingine anaweza kuliona ni kama vile jipya kwa sababu pengine anakuwa afuatilii au vipi, lakini ilianza lini nalo pia vile vile inaeleweka ilianza lini na sababu gani ambayo ilianza. Kwa hiyo niwakumbushe ndugu zangu waandishi wa habari, masuala haya ni ya kuyafuatilia. Pale ambako unakwenda msimu mpya, ni vizuri sana tukawa tunafuatilia masuala haya mbalimbali kuweza tu kujifunza, na hata unapokuwa kwenye chombo chako cha habari unapokuwa unazungumza jambo hilo, basi unakuwa na uelewa mpana, kwa sababu nia ni kuwalisha watu kitu ambacho ni cha uhakika. Sasa ukikaa kwenye chombo chako cha habari ukazungumza vitu ambavyo we mwenyewe hauvijui, manake yule mlaji unakuwa unamlisha kitu gani? Manake ni kwamba unakuwa unamlisha kitu ambacho kinakuwa sio sahihi. Lakini ukiwa unakijua, manake ni rahisi pia kumfafanulia yule ambaye ni mlaji akakuelewa vizuri. Kwa hiyo sisi kwetu tunakaribisha wakati wowote ufafanuzi wowote ambao unatakiwa. Kama wewe Jadu unaona kwamba jambo limekutatiza, umenipigia simu, tumezungumza. Kwa hiyo angalau unatoka na kitu ambacho unakwenda kuwalisha wale walaji wako kitu ambacho ni cha uhakika. Naam. Nikushukuru sana kaka mkubwa. Karibu. Clifford Malion Ndimbo, afisa habari wa shirikisho la kandanda nchini, anamaliza hivyo kuhusiana na taarifa ambayo alitoa hapo jana. Na sasa kila mmoja anafahamu kwamba kuna usajili, lakini pia kuna utambulisho. Kwa vilabu ambavyo jana vilitajwa, hasa Simba, Yanga, Azam, ambao tayari tumekwishaona siku navozidi kwenda wanatambulisha wachezaji, imewekwa wazi kwamba ule ni utambulisho, lakini pia kwenye issue ya usajili sasa ndio sema ambao wanapigiwa kelele ama wanakumbushwa kwamba hakikisha licha ya kutambulisha pia wamalize na usajili wa wachezaji hao. Mimi naitwa Jadu, nipo na Asha Kabuga, hii ni Ava TV. Asante.